mimi niseme tuta. Handshake. Na ndio nimeona leo tayari spirit imekuingia. Spirit ya kutangaza ya kwamba Susan Kihika ni two term. Unajua wakati mzee anaokoka kwa kanisa anapangiwa siku ya kubatizwa. Kwa hivyo tutapanga polepole, tuchukue wa Jeff tumpeleke mahali ili abatizwe na awekelewe mikono na wazee, akuwe tuta mpaka kwa damu. Kwa majina anaitwa wa Jeff Wilson Mwangi. Mimi ndiye mjumbe wa wadi ya Menengai Nakuru Town East ambaye anawania kiti ya ubunge ya Nakuru Town East. Siku ya leo tulikuwa mkutano na Her Excellency the Governor wa Nakuru County Susan Kihika, na kwa vile mimi ni mmoja wa wanawakamati wa Agriculture Committee, tulikuwa kule tukiwa na kamati yote, na niliweza kupewa nafasi ya kumuongelesha gavana na ili niweze kumwambia mambo ambayo yanatuhusu kama county na ambayo yanahusu wadi yangu ya Menengai. Na wakati nilikuwa nasema maneno, niliweza kumwambia maneno kuhusu kuweka pesa katika bajeti, kuongeza pesa katika bajeti ya kilimo, na pia kuhamasisha mambo ambayo inahusisha na mambo ya pyrethrum kwa kaunti yetu ya Nakuru. Na nikaweza kumwelezea kwa kifupi ya kumwambia kwamba akitenda mambo ambayo sisi tunataka kama wananchi, tutampea tuta. Lakini nimeona kuna mambo ambayo imeshukuliwa ya kwamba ati wa Jeff amegeuka na amekuwa mtu ya tuta. Nataka kurekebisha na kusema ya kwamba wa Jeff hakuna wakati ataingia kwa mambo ya tuta, kila wakati ataendelea kuwa mtu ya one term. Na sasa kwa wananchi wetu ambao wananipenda na wanapenda uongozi wangu na wanapenda kazi ambayo mimi nimewafanyia, hatungetaka mtu yoyote ambaye anaeneza maneno katika social media ya kusema ya kwamba wa Jeff ni mtu ya two term. Mimi kama wa Jeff na wananchi hawa ambao huwa nawasikiza kila wakati, mimi huwa nasikiza ground ya watu wangu, na ground vile nimeisikia inaniambia kusonga na kusonga ni mambo ya one term. Kwa hivyo yale ambayo maneno yameendelea, mimi ninataka kuambia gavana wangu aendelee na kufanya kazi, na akifanya kazi kulingana na vile wananchi watanufaika na wataridhika, wakati huo ndio atapata nafasi ya pili. Kwa hivyo mimi nataka kurekebisha hapo na kusema ya kwamba mimi kama mheshimiwa wa Jeff ambaye anataka kuwania kiti ya ubunge ya Nakuru Town East kutoka tangu mimi nimekuwa mtu ya one term, na hakuna kurudi nyuma, ni kusonga mbele na mambo ya one term. Na hawa wananchi wanawasikiza. Mimi siwezi enda kando na vile wananchi hawa wanataka. Na kwa vile wanataka niwe mbunge wao wa Nakuru Town East, mnataka niende na chama gani? Ya one term. Si ndivyo? Bas, sasa hapo ndipo tulivyo na hakuna kitu lingine, tunaendelea na mambo ya one term. Mimi kama kuna yule ambaye alikuwa mwanzilishi ya Wamunyoro na DCP katika Nakuru, mimi ndio nilikuwa mwanzilishi. Tangu zamani nimekuwa nimeshikilia mambo ya official opposition. Kwa hivyo hakuna vile sasa ati inafika ya kwamba kuna mtu anaweza sema labda wa Jeff ameonwa kando ama hakuna. Mimi hakuna mtu anaweza niona kando. Mimi uongozi wangu ni yule ambao nasikiza raia na vile raia wanataka. Kwa hivyo mtu ambaye anataka kusema ya kwamba ati ameonwa kando, hapana. Huo ulikuwa mkutano wa gavana, na lazima ningeambia gavana wetu vile maneno inatakiwa ifanywe katika county yetu. Thank you very much, members of the press. Naitwa Benson Preston Kariuki ambaye pia anawania kiti cha MCA hapa Nakuru East, na tuko hapa kwa sababu tumeona the desperation. Hatuna shida na watu ya two term, lakini tumeona the desperation ambayo iko kwa ground. Mpaka mtu akijieleza vile ambavyo anataka, na Wajeff alisema vizuri sana kama vile amesema, yeye alitaka Gavana Susan Kihika
akitimiza yale mambo ambayo watu walimchagua afanye, basi atakuwa 2 term. Na hiyo ndio ilikuwa maneno. Hata ukiingia kwa clip hizo. Lakini sasa watu wamechukua mahali ambapo panakaa tu pako na shida. But we want to clarify and we want to speak to our people, 1 term people. Ya kwamba sisi tuko kwa ground na sisi tuko imara na tuko dhabiti na tunasema bado ni 1 term. Hakuna kitu ingine tunataka kusema, ni hiyo tu. Wajef, hiyo kanisa uliamukia leo asubuhi, rudi kesho, rudi next year, kwa sababu umeona mwangaza. Tunasema Susan Kihika ni 2 term, 2 term, 2 term. We Wajef, sasa tutapanga siku ya kubatizwa. We vaa nguo ya kubatizwa. Asante. Na nimetoka Menengai, Nakuru Town East, mbunge mtarajiwa wa Nakuru Town East 2027. Your Excellency, ombi langu moja ni ya kwamba tuongeze pesa ya agriculture kwa budget up to 20%. Kwa vile wakati tumeongeza pesa kwa kilimo, itakuwa manufaa kwa vile huyu mkulima na watoto wake watakula vizuri na watakuwa na afya nzuri na magonjwa yatapunguka. Kwa hivyo ingekuwa vyema kama county tukiongeza pesa mingi kwa kilimo ili tuweze kupea hawa wakulima mishe, fertilizer ya kutosha, ili nao waweze kupata mazao ya kutosha ya kula katika boma zao. Pili, Gavana, ningekuomba kitu kingine kimoja. Katika kilimo cha paleto, soko ilikuwa imedidimia na tumesukuma the national government. Our president Dr. William Ruto ameandika barua in Europe and America, na tutapata soko kubwa in the next few months. Kwa hivyo ningeomba, kwa vile hii mpango iko na tunajua ya kwamba wakulima wa Nakuru ndio walikuwa naongoza katika kilimo cha paleto, tusije tukakosa kuweka that allocation, kwa vile hawa wakikosa kupata hiyo mishe wataanza kuing'oa. Na tukijua ya kwamba tunataka dawa ambazo tutakuwa tukizitumia katika mashamba zetu ziwe zikitumika kutoka mmea wa paleto. Kwa hivyo tungeomba wakulima na kuwasihi, msitupe huu mmea. Sisi ndio tulikuwa tunaongoza katika hicho kilimo. Madam Governor, zile dawa ambazo tunatumia katika kilimo chetu ni synthetics. Na ndio unaona katika kila kifo kimoja ama vifo 10 inakuwa inaitwa na kansa, ambayo ni madawa ambayo tunatumia katika mimea zetu. Kwa hivyo tuko na formulations ambazo tunaweza fanya za pyrethrum ambazo zinaweza tusaidia tuwe na madawa ambazo hazitadhuru wakulima wetu. Hiyo najua tutaongea baadaye, nitaweza kukuelezea vile mipango tutafanya ili tuinue hii kilimo na mambo iende sawa sawa. Si mimi niseme tuta.